Milipuko kadhaa imeripotiwa kusikika katika mji mkuu wa nchi ya Iran, Tehran, na katika miji mingine kadhaa nchini humo, huku taarifa zikieleza kuwa maeneo nyeti ya serikali na kijeshi yameshambuliwa. Kwa mujibu wa duru za habari, ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran pamoja na ofisi ya rais mjini Tehran ni miongoni mwa maeneo yaliripotiwa kushambuliwa. Hata hivyo, mamlaka za Iran hazijatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu au majeruhi. Mashambulizi hayo pia yameripotiwa katika maeneo ya kijeshi ya Kermanshah, Qum, Isfahan, Tabriz na Karaji pamoja na vituo vya majini vya Iran vilivyoko Kenarak, kusini mwa nchi hiyo. Video kutoka mji wa Kamyaran katika eneo la Wakurdi zinaonyesha kile kinachoelezwa kuwa kambi ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani IRGC, ikishambuliwa. Jeshi la Israel lilitoa onyo kwa raia wa Iran kuondoka katika maeneo yaliyo karibu na vituo vya miundombinu ya kijeshi kabla ya kutekelezwa kwa mashambulizi hayo. Wakati huo huo, picha kutoka Tehran zinaonyesha makazi katika kitongoji cha Narmak ambako anaishi rais wa zamani Mahmoud Ahmadinejad yameathirika vibaya. Haijathibitishwa iwapo kiongozi huyo wa zamani amejeruhiwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Iran inasema kuwa vikosi vya usalama vimewekwa katika hali ya utayari ili kudhibiti hali ya usalama, huku hospitali kadhaa kote nchini zikiwa katika hali ya tahadhari kupokea majeruhi iwapo watakuwepo. Lakini wakati hali hiyo ikiendelea, Qatar yalaani shambulio la Iran kwenye anga yake. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imelaani katika taarifa yake ukiukwaji wa wazi wa anga yake uliofanywa na Iran katika shambulio la kombora. Taarifa hiyo ilisema kuwa Qatar inahifadhi haki ya kujibu. Hapo awali, ripoti zilichapishwa kuhusu shambulio la Iran kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani huko Doha. Wakati huo, waziri mkuu wa Australia amesema anaunga mkono hatua za Marekani dhidi ya Iran. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese ametangaza kwamba nchi yake inaunga mkono hatua za Marekani dhidi ya Iran kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran. Albanese aliandika kupitia ukurasa wake wa X, imejulikana kwa muda mrefu kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ni tishio kwa amani na usalama wa kimataifa. Ameongeza kuwa tunaunga mkono hatua ya Marekani ya kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia na kuzuia kuendelea vitisho vya Iran kwa amani na usalama wa kimataifa. Katika kujibu mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, Umoja wa Ulaya umeyataja matukio hayo kuwa hatari na kutoa wito kulindwa kwa raia. Haya yanajiri baada ya Iran kuanza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wakuu wa Marekani. Kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Qatar imeshambuliwa pamoja na Bahrain na nchi za Falme za Kiarabu.